Baada ya kula keki, kaka mkuu alijifanya kuwa na mzio na akaanguka kwenye sofa. Sekunde iliyofuata, alimtia ndoa kaka mdogo, akidai kuwa ilikuwa keki ya embe aliandaa kwa makusudi. Kusikia hili, familia yote ilianza kumkaripia kaka mdogo, lakini hakuna aliyejali kuwa leo pia ilikuwa siku yake ya kuzaliwa. Kaka mdogo alikuwa mwana wa kiumbi ambaye familia hiyo alikuwa amemuona tu. Hata hivyo, mwana wa kumbukumbu aliogopa kwamba atarudi kupigania urithi wa familia. Hata wakati wa kupiga picha ya familia, kaka wa kumbukumbu kwa makusudi alimsukuma mbali. Kwa miaka 10 baada ya kurudi nyumbani, mvulana huyo alikuwa akiishi kwenye ngazi za giza. Wakati wa kwenda kwenye matembezi, mvulana alitaka sana kucheza na familia yake, lakini hakuna aliyejali hisia zake. Familia hii ilikuwa imemiminia upendo wake wote kwa mwana wa kumbukumbu. Usiku huo mvulana aliporudi nyumbani, mwana wa kumbukumbu alisababisha ajali ya gari ili kumzuia kuchukua urithi wa familia. Labda ni huruma ya Mungu kwake. Mvulana alielewa tena siku yake ya kuzaliwa tena. Wakati huu, kaka wa kumbukumbu bado alikula keki na kujifanya kuzimia. Mvulana aliamua kutovumilia tena. Kwa ubaya, alibonyeza uso wa kaka wa kumbukumbu ndani ya keki na akatangaza kuwa atakata uhusiano wote na familia yake. Kesho yake, mvulana alienda kwenye mgahawa kula. Washirika wake waligundua kuwa alikuwa amekata uhusiano na familia yake. Ili kumtuliza mvulana, washirika wake walimpa miguu yao ya kuku wa thamani. Ghafla, mvulana alikumbuka kuwa kuku wengi wangekufa kwa fumbo katika siku 3 na bei ya mayai ingeongezeka ghafla. Mara akawaomba washirika wake kukusanya mayai yote. Ingawa washirika hawakuelewa, walimwamini mvulana kila wakati. Siku 3 baadaye, ripoti ya habari ilikuwa sawa na mvulana alivyotabiri. Mvulana na washirika wake walipata dola za Kimarekani 300,000 mara moja. Wakati huo huo, dada zilimtambua mwenendo usio wa kawaida wa mvulana kwenye sherehe ya kuzaliwa. Aliamua kumjua vizuri kaka yake wa kiumbi huyu. Mjishi alipomwambia kuwa mvulana amekuwa akiishi kwenye ngazi kwa miaka 10 na kwamba mvulana amekuwa akifanya kazi za nyongeza kila siku kuishi, dada mkubwa alishangazwa sana. Kwa hivyo dada wakaenda kumtafuta mara moja. Walipompata mvulana alisema kuwa amekata uhusiano nao na aliwaonya wasiisumbue maisha yake tena. Kusikia hili, dada wa pili alikasirika. Alimpiga ngumi kwa upole kama alivyofanya awali, lakini mvulana akaanguka chini kwa maumivu. Wakampeleka mvulana hospitalini haraka, lakini dada walidhani mvulana anajifanya, na moja baada ya nyingine wakaondoka. Dada mkubwa tu ndiye aliyebaki. Wakati huu, daktari ghafla alikimbia nje kwa wasiwasi, akisema kuwa mvulana anahitaji upasuaji na akaomba mtu wa familia asaini. Dada mkubwa aligundua kuwa mvulana kwa kweli alikuwa na ugonjwa mbaya wa moyo. Daktari alisema kuwa ulisababishwa na kufanya kazi kupita kiasi na utapiamlo duni kwa miaka 10 iliyopita. Hapo ndipo dada mkubwa aligundua kuwa hakuna mtu katika familia aliyejali mvulana. Alihisi hatia kubwa.